Habari, karibu kwenye The Pharmacist Show. Leo hii katika The Pharmacist Show tutaendelea kufocus kwenye dawa na matumizi yake sahihi. Karibu tujifunze kwa pamoja. Hairuhusiwi mgonjwa au mtu wa aina yoyote ile kuamua kuchagua aina ya dawa kutumia kutokana na ugonjwa wake. Lengo ni kulinda afya ya mtumiaji wa ile dawa, lakini pia kulinda ustawi na matumizi yaliyoruhusiwa na mamlaka husika juu ya matumizi ya dawa husika. Kundi kubwa la watu linachukua maamuzi mkononi bila kufata maelekezo ya wataalamu wa afya, kwa kutumia dawa bila kusikiliza au kufata maelekezo kutoka kwa mtoa huduma wa afya. Lengo ni kuboresha na si kuharibu. Kundi hilo hupelekea kuathiri baadhi ya viungo vyao, lakini pia hufika hospitali katika kipindi cha mwisho baada ya yale matibabu kufeli. Miongoni mwa viungo ambavyo huathirika zaidi ni viungo kuu kama viwili. Kimoja ni ini, ambapo ndo senta ya metabolism ya dawa, lakini pia na figo. Sasa kundi hili linapofika hospitali baada ya matibabu yao kufeli kutokana na maamuzi yao binafsi, hufika katika kipindi cha mwisho ambapo wengi huishia kupoteza maisha na si viungo tu. Machaguzi ya dawa hutegemea vitu vingi. Machaguzi sahihi ya dawa hufanywa na mtaalamu wa dawa au daktari. Machaguzi hayo huambatana na vitu tofauti tofauti. Kwa mfano, tunapenda sana kutizama hali ya mgonjwa aliyekuja mbele yetu, lakini pia tunaangalia hali ya ugonjwa ambao unamuathiri mgonjwa wetu. Lakini pia tunaenda deep zaidi, tunaangalia at what extent ule ugonjwa umemuathiri yule mgonjwa. Lakini pia tunahusisha na vipimo ambavyo vinafanywa na wataalamu wa maabara. Lengo ni kuthibitisha ugonjwa uko katika stage ipi. Lakini pia sifa nyingine ya kuchagua dawa, tunaangalia ama tunalenga kuzuia ule ugonjwa usizidi kumuathiri yule mgonjwa pindi anapoanza yale matibabu yake. Kwa mfano, kuna wagonjwa wanaotumia dawa za kifua kikuu. Pindi ambapo hawatumii zile dawa, wanaweza kumwambukiza mtu mwingine, lakini wanapoanza kutumia zile dawa, maambukizi yanakuwa si rahisi ama yanashuka, anashindwa kumwambukiza mtu mwingine. Zote hizo ni sifa ambazo anazikagua mtaalamu wa dawa ili kukuchagulia dawa yako husika. Tunachagua dawa kwa sababu zilizotajwa hapo juu. Hii hupelekea kuweza kulitibu lile gonjwa husika ipasavyo. Kwa mfano, inategemeana na aina aliyokuja nayo mgonjwa wetu na ugonjwa anaoumwa. Sisi katika upande wa pharmacy tuna dawa za aina tofauti tofauti, na zote hutolewa kutokana na hali ya ugonjwa husika. Kwa mfano, wewe unaumwa kitu cha kawaida kabisa na ugonjwa wako uko normal au tunasema uko moderate, tunaweza tukakuchagulia dawa aina ya vidonge, tukakupatia vidonge fulani ukatumia. Baada ya kutumia vile vidonge, tukiona wewe umepona, basi hali yako ilikuwa inahitaji vidonge. Lakini kuna mgonjwa anakuja yuko katika maeneo ya au ugonjwa wake uko moderate, uko kati na kati, si hali mbaya, si hali ya kushtua, au tunasema si ile hali ya kuumwa kidogo, yuko katika kati na kati. Sasa mtu huyu tunaweza tukapandisha tu aina ya dawa, tukatoka kwenye level ya kwanza ya dawa tukaenda katika level ya pili ya dawa, au tukatumia dawa ile ile ya level ya kwanza tukaibadilisha ikaenda katika mfumo wa sindano. Sasa hapo tumeongelea kidonge tu, lakini pia kuna hali ya kuchagua dawa, tunasema ni eneo lipi la mwili limeathirika. Kuna dawa za kupaka,
mtu kaungua na moto au kajikata sehemu fulani, lengo ni kuzuia asipate infection. Tunaweza tukachoma sindano eneo husika au tukapaka dawa eneo husika, especially kwa magonjwa ya fungus. Kuna hizi creams za kupaka, kuna ointment na kadhalika. Lakini pia tunasema mgonjwa anapokuja pia ana hali mbaya zaidi, tunaweza tukamchagulia dawa hiyo hiyo ya aina hiyo hiyo, lakini ikawa katika mfumo wa sindano ama drip. Mfano mzuri, Panado. Kama Panado tunaitumia kwa ajili ya kutibu maumivu ya aina tofauti tofauti, lakini pia Diclofenac hiyo hiyo tunaitumia katika kutibu maumivu ya aina tofauti tofauti. Lakini mgonjwa anapokuja mbele yetu, sisi ndo tunamuona mgonjwa huyu, kutokana na hali aliyokuwa nayo, tumpe Diclofenac ya kunywa, tumpe Diclofenac ya kupaka au tumpe Diclofenac injection. Hivyo vyote vinazingatiwa na mtaalamu wa afya pindi anapokuwa anakuchagulia dawa yako ili uweze kuponya ugonjwa wako. Lakini pia kuna dawa tunaweka chini ya ulimi ambapo tunasema ni sublingual. Hii inawekwa pale ambapo mgonjwa tunamuona yuko unconscious, mgonjwa labda kazimia, hatuwezi tukamnywesha, hatuwezi tukafanya njia aina yoyote ile. Kwa hiyo tunamwekea kidonge chake chini ya ulimi. Njia hii hujulikana kama sublingual. Lakini pia kuna dawa nyingine tunaweka kupitia njia ya haja kubwa, especially kwa watoto. Mtoto anapokuja ana joto kali, homa iko juu, tunashindwa kumshika kumchoma sindano, tunashindwa kumshika kummezesha kidonge. Tunaweza tukatumia paracetamol hiyo hiyo ambayo imewekwa katika mfumo wa kuwekwa kupitia njia ya haja kubwa. Lakini pia kuna dawa zingine zinatumika kutibu magonjwa tofauti tofauti kama vile fangasi za ukeni. Zenyewe inabidi ziwekwe direct kwenye uke, si za kunywa, kutokana na steji anayoionyesha mgonjwa. Hivyo pendelea kumshauri au kupata ushauri wa machaguo sahihi ya dawa pindi unapoanza matibabu yako. Mimi natumia dawa kwa usahihi. Wewe je? Nikukaribishe katika kipindi kijacho. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare, lakini pia kuturn on notification au kubonyeza alama ya kengele iliyokuwepo hapo juu ili uweze kupata alarm au uweze kujua vipindi vinavyoendelea. Asante.